Bwana Yesu asifiwe. Mtazamaji wangu, tumekutana tena katika siku hii ya leo. Nashukuru Mungu. Leo hii nataka nikuletee ujumbe wenye mada Mungu anakukumbuka. Mungu anakukumbuka. Kabla ya pale, ningetaka tukaweze kuomba. Baba, katika jina la Yesu, Mungu mfalme, na kushukuru. Nasema ni asante Jehova kwa ajili ya rehema zako na fadhili zako katika maisha yetu. Asante Bwana kwa ajili ya mtazamaji wangu. Baba, tumekutana tena nikaweze kumletea ujumbe wa Mungu wa Israeli. Na Baba, jinsi siku ya leo tunaweza kuenda kujifunza, naomba kwamba Bwana ukaweza kubariki yule ambaye ananitazama Jehova, ukaweza kusema na wanadamu katika jina la Yesu. Walioshusha mioyo Baba, naomba kwamba ukaweze kuwainua. Walio wagonjwa Baba, naomba kwamba ukaweze kuwaponya katika jina la Yesu. Wale ambao wamekosa imani Mungu, ninaomba kwamba ukaweze kuwatia imani katika jina la Yesu. Wale na mahitaji mbalimbali Baba, nawaombea. Naomba ya kwamba Bwana ukaweze kukutana na wao, kawatende mema Mungu wa Israeli, ukawatembea na kubariki watu wako katika jina la Yesu. Baba mfalme, uinuliwe na uhimidiwe, upewe sifa na utukufu katika jina la Yesu. Baba, watu watakapobarikiwa, sifa na utukufu zitakurudia katika jina la Yesu Kristo tumeomba, amen. Basi mtazamaji wangu, nashukuru Mungu kwa sababu ameweza kutujalia tukaweza kuona mwaka mwingine mpya. Basi tuko na sababu ya kumshukuru. Naamini ya kwamba ni mwaka ambao utaenda kuwa ni wa baraka kwetu sisi sote. Bwana anaenda kutuinua, Mungu atatutenda mema, na hakika bila shaka utakuwa ni mwaka ambao Mungu anaenda kukukumbuka. Nasema kwamba Mungu anaenda kukukumbuka. Nazungumza na mtu siku ya leo nakuambia kwamba Mungu anaenda kukukumbuka. Kuna watu ambao Mungu anaenda kuwakumbuka mwaka huu. Kuna watu ambao walikuwa wamekosa ndoa, Bwana anawabariki na ndoa. Kuna watu ambao wamekuwa kililia Mungu akaweza kuwabariki na mtoto. Basi naamini kwamba mwaka huu unaenda kupokea katika jina la Yesu. Kuna watu ambao wamesumbuka wakiwa wamekosa kazi. Nataka nikwambia kwamba siku ya leo, mwaka huu ni mwaka ambao Mungu anaenda kukukumbuka. Wewe ambaye unaona kana kwamba umekata tamaa, wewe ambaye unaona ya kwamba umefika mwisho, wewe ambaye umekuwa ukiishi kwa kuhangaika na kuzunguka na kujiuliza kwani ulizaliwa vipi, wewe si kama watu wengine, umejiona kana kwamba hakuna mtu kukusaidia. Basi nataka nikwambie siku ya leo, Mungu anaenda kukukumbuka katika jina la Yesu. Nasema kwamba Mungu anaenda kukukumbuka. Mungu anaenda kukukumbuka katika jina la Yesu. Wewe ambaye masomo yako yalikatika, ulikuwa ukisoma ikafika mahali masomo yako yakakatika kwa sababu zile fedha ama zile finances ama yule ambaye alikuwa akikufadhili ukaweza kusoma aliweza kukata communication na akaweza kukuachilia. Nataka nikwambie siku ya leo, Mungu anaenda kukukumbuka katika jina la Yesu. Wewe ambao umekuwa kizunguko, umehangaika miaka mingi, umesoma, uko na degrees lakini umekosa kazi, umezunguka ukitafuta kazi na haupati kazi. Kwingine unaenda unafanya interview unapita na unaambiwa ya kwamba utapata kuitwa na hauitwi. Basi nataka nikwambie siku ya leo, Mungu anaenda kukukumbuka katika jina la Yesu. Umekuwa ukiamini Mungu akaweza kukubariki katika njia mbalimbali. Umekuwa ukiamini Mungu akaweza kukutendea mambo mbalimbali. Umekuwa na mahitaji mbalimbali, umekuweza kufunga na kuomba. Nataka nikwambie Mungu anaenda kukukumbuka. Naongea na mtu ambaye amekuwa akifunga. Naona mtu ambaye amekuwa katika prayer and fasting for 21 days. Nataka nikutangazia kwamba Mungu anakukumbuka na Mungu anaenda kukutendea katika jina la Yesu. Nasema kwamba Mungu anaenda kukukumbuka. Kuna watu ambao huduma zao zitaenda kuinuliwa mwaka huu. Mungu anaenda kukukumbuka katika jina la Yesu. Kuna watu wananitazama siku ya leo, wamekuwa ni wagonjwa kwa muda mrefu, wamekuwa wamelala vitandani kwa muda mrefu zaidi. Nataka nikwambie kwamba Mungu anakukumbuka na anaenda kukuponya. Pokea uponyaji katika jina la Yesu. Nasema kwamba pokea uponyaji katika jina la Yesu. Wewe ambaye umekuwa ukitafuta kazi na kutangazia ukaweza kupokea kazi katika jina la Yesu. Umekuwa ukiomba, umekuwa ukitamani Mungu akaweza kukubariki na ndoa. Natangaza hivi, pokea ndoa yako katika jina la Yesu. Kwa mtu ambaye ananitazama siku ya leo, na wewe ninakuona ya kwamba umekuwa na kidonda katika mguu wako, kidonda ambacho hakiponi. Nakutangazia siku ya leo Mungu anakukumbuka. Pokea uponyaji katika jina la Yesu. Kuna mtu ambaye ananitazama amekuwa na shida ya mgongo, amekuwa una nguvu ya kutembea. Natangaza hivi, pokea uponyaji katika jina la Yesu. Mungu akakukumbuke katika jina la Yesu Kristo. Basi tunapoendelea, nataka tukaweze kuangalia kitabu cha Zaburi 105 mstari wa 8. Biblia inasema, analikumbuka agano lake milele, neno lile aliloviamuru vizazi elfu.
analikumbuka agano lake milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inatuambia kwamba ni Mungu ambaye analikumbuka agano lake milele. Kama Mungu aliweza kufanya agano na mwanadamu, basi Mungu hata alisahau. Na wewe pia nakwambia siku ya leo ya kwamba Bwana hajakusahau. Bwana anakukumbuka na Bwana anaenda kukukumbuka katika jina la Yesu. Mungu sio Mungu wa kusahau. Mungu ni Mungu ambaye yuko na sisi katika mawazo yake. Nataka nikwambie hivi, Mungu hajakusahau. Anakumbuka agano lake. Na leo hii nataka nikutangazia kwamba Mungu anakukumbuka bado katika jina la Yesu Kristo. Nataka niseme hivi, you don't belong to yourself. Ama wewe si wako mwenyewe. You don't belong to yourself. You are a property of God. Ama wewe si mali yako wewe mwenyewe. Wewe ni mali ya Mungu. Biblia inasema hivi katika kitabu cha Isaya, sura yake ni ya 49, mstari wake ni wa 14. Biblia inasema, bali Sayuni alisema, Yehova ameniacha, Bwana amenisahau. Nataka niseme sisi kama wanadamu, ama katika asili yetu sisi wanadamu, sisi ni viumbe ambavyo ni dhaifu. Na katika majaribu tunaweza tukafikiria kwamba Mungu ameweza kutuacha. Especially sisi ambao ni walokole, wale ambao ni walokole, inafika mahali majaribu yanakuwa ni mazito zaidi, mapito yanakuwa ni magumu sana, na mtu anaweza kujaribika akaweza kusema kwamba akaweza kuwaza ya kwamba Bwana amemsahau. Unaweza ukafika mahali ukaona ya kwamba Mungu amekuacha. Unaweza ukafika mahali ukaona ya kwamba Bwana amekusahau. Inaweza ikafika mahali ukaona ya kwamba Bwana hakujali. Nataka niseme hivi, hayo tu ni mawazo yako, lakini sio hivyo ambavyo ni mpango wa Mungu. Biblia inasema kwamba Mungu ako na mipango mizuri na maisha yetu, na tumeona kwamba sisi ni mali ya Mungu. Sisi sio mali yetu wenyewe, bali sisi ni mali yake Mungu. Nataka niseme hivi, jinsi alivyo mtoto mdogo yule ambaye bado angali ananyonya katika mama yake, ndivyo sisi ambao ni watoto wa Mungu tulivyo mbele za Mwenyezi Mungu. Unapoendelea kusoma katika kitabu cha Isaya 49 mstari wa 15, Biblia inasema hivi, je, mwanamke aweza kumsahau mtoto wake anyonyaye, hata asimhurumie mwana wa tumbo lake? Naam, hawa waweza kusahau, lakini mimi sitakusahau wewe. Haleluya. Biblia inauliza vizuri, je, mama anaweza kumsahau vipi mtoto ambaye ananyonya? Biblia imeendelea kusema kwamba mama anaweza kumsahau mtoto wake ambaye ananyonya, lakini Mungu amesema kwamba hataweza kutusahau. Nataka nikaweza kukukumbusha kwamba wewe ambaye unaona ya kwamba Mungu amekusahau, au wewe ambaye unaona kana kwamba Mungu amekuacha, hata kuacha. Nashukuru Mungu ya kwamba licha ya kwamba watu wanaweza kuwa wanapitia katika hali mbalimbali, lakini Bwana hajakusahau. Haleluya. Wewe ambaye umekuwa mgonjwa miaka na miaka, Bwana hajakusahau. Wewe ambao umekuwa umekata tamaa, Bwana hajakusahau. Wewe ambaye umekuwa ukifunga na kukesha usiku na mchana, Bwana hajakusahau. Haleluya. Endelea kuomba, endelea kumtumainia Mwenyezi Mungu. Bwana hajakusahau. Nataka nikwambie Bwana hajakusahau. Nataka nizungumze na mtu ambaye amekata tamaa siku ya leo. Nataka nizungumze na mtu ambaye anaona ya kwamba amefika mwisho siku ya leo. Nataka nikwambie Bwana hajakusahau. Nataka nikukumbushe Bwana hajakusahau. Katika kitabu cha Isaya 49 mstari wa 15, mama anaweza kumsahau mtoto wake ambaye bado ananyonya, lakini Bwana hawezi akakusahau wewe. Wewe ni mtu wa maana machoni pa Bwana. Wewe ni mtu wa maana machoni pa Bwana. Wewe ni mtu wa maana machoni pa Mwenyezi Mungu. Bwana hajakusahau na Bwana hatakusahau. Katika hali yako ya unyonge, Bwana anakukumbuka bado. Sijui unapitia hali gani siku ya leo, lakini nataka nikwambie kwamba katika hali yako yote ambayo unapitia chini ya jua, Bwana anakuona na Bwana hajakusahau. Mungu anakukumbuka, bado uko katika mawazo yake. Wewe ni mtu wa maana katika machoni pa Bwana katika jina la Yesu Kristo. Biblia inazidi kusema katika kitabu cha Zaburi 136 mstari wa 23. Biblia inasema, aliyetukumbuka katika unyonge wetu, kwa maana fadhili zake ni za milele. Aliyetukumbuka katika unyonge wetu. Haleluya. Bwana katika unyonge wetu anatukumbuka. Mwanadamu anapokuwa katika hali ya unyonge, Bwana anamkumbuka. Mwanadamu anapokosa kutendewa haki, Bwana anamkumbuka bado. Wewe ambao umekuwa na kesi, lakini kesi ikaweza kuamuliwa kwa ajili ya yule ambaye ni mshtaki wako, nataka nikwambie hivi, Bwana anakukumbuka katika jina la Yesu. Wewe ambao umeweza kugeuziwa mambo katika dunia hii,
Bwana anakukumbuka katika jina la Yesu. Katika hali yako ya unyonge, Bwana anakukumbuka. Katika hali yako ya kutojiweza, Bwana anakukumbuka katika jina la Yesu. Katika hali yako ambayo unapitia siku ya leo chini ya jua, Bwana anakukumbuka na Bwana hajakusahau. Haleluya. Sababu ni Mungu ambaye anajali maslahi ya wanadamu. Ni Mungu ambaye anajali hali ambayo mwanadamu anapitia. Ni Mungu ambaye anajali mapito ya wanadamu. Nataka nikwambie hivi, hata unapopitia katika hali yoyote, Bwana anakukumbuka na bado uko katika mawazo ya Bwana katika jina la Yesu Kristo. Nafurahia kwa sababu Bwana anakumbuka mtu siku ya leo. Nafurahia kwa sababu Biblia imenitia moyo ya kwamba Bwana ananikumbuka. Haleluya. Nafurahia kwa sababu Biblia imeendelea kututia moyo ya kwamba Bwana ndiye anatukumbuka. Haleluya. Nafurahia kwa sababu Biblia imeendelea kutukumbusha na kutuambia kwamba Mungu anatukumbuka katika hali yote ya unyonge. Sijui katika hali ipi, lakini Bwana anaenda kukukumbuka katika jina la Yesu. Wewe ambaye ni mnyonge, Bwana anakukumbuka. Katika hali yako ya unyonge, wewe Bwana anakukumbuka. Wewe ambaye ni yatima, Bwana anakukumbuka. Wewe ambaye ni mjane, umefiwa na mume wako, Bwana anakukumbuka katika jina la Yesu. Wewe ambaye ni mjane na umekuwa ukihangaishwa na watu na your in-laws, nataka nikwambia kwamba Bwana anakukumbuka na Bwana anakukutetea katika jina la Yesu. Wewe ambaye ni yatima, umekosa wazazi, hauna yule ambaye anakutetea. Wale ambao uko katika mikono yao wamekuwa ni watu wa kukudhulumu, wamekuwa ni watu wa kukutesa, wamekuwa ni watu ambao wamekupokonya mali ambayo uliachiwa na wazazi wako. Nataka nikwambie siku ya leo Bwana anakukumbuka na Bwana ndiye mtetezi wako. Anaenda kukutetea katika jina la Yesu Kristo. Biblia lazima kutukumbusha kwamba tunaposoma katika Kumbukumbu la Torati sura ya 31 mstari wa 8. Biblia inasema hivi: naye Bwana yeye ndiye atakaye kutangulia, atakuwa pamoja nawe, hata kupungukia wala kukuacha. Usiogope wala usifadhaike. Haleluya. Biblia imeendelea kututia moyo kwamba Bwana anaenda kuwa na sisi katika mahali popote ambapo tunaenda. Bwana yuko na sisi na haendi kutuacha. Haleluya. Bwana hata tupungukia, hata tuacha, na Biblia imetuambia kwamba tusifadhaike na tusiogope, kwa maana Mungu yuko pamoja na sisi. Nataka nikwambie kwamba usifadhaike, usibabaike, usinungunike. Haleluya. Usiwaze ya kwamba Bwana amekuacha, bali ukaweze kuamini neno hili ambalo tumelisoma. Bwana hata kuacha. Bwana ataenda kutembea na wewe. Bwana atakuwa na wewe maishani mwako. Haleluya. Bwana anakukumbuka katika jina la Yesu Kristo. Katika kitabu cha Zaburi 106 mstari wa 4, nataka nikwambia Bwana anakukumbuka. Biblia inasema hivi: Bwana, unikumbuke mimi kwa kibali ulio nayo kwa watu wako, unijilie kwa wokovu wako. Haleluya. Biblia inasema hivi: Bwana, unikumbuke mimi kwa kibali ulio nayo kwa watu wako. Nataka nikwambia kwamba Mungu anakukumbuka kwa kibali katika jina la Yesu. Unakuta kwamba kibali inamaanisha nini? Kibali ni ile hali ya kukubalika ama ukubaliwaji. Haleluya. Na siku ya leo Bwana anakumbuka mtu na kibali. Haleluya. Nataka nikwambia kwamba Bwana anakumbuka mtu na kibali siku hii ya leo. Bwana anakukumbuka na kibali siku ya leo katika jina la Yesu. Wewe ambao umekuwa ukiona kwamba umekuwa na roho kukataliwa, navunja roho kukataliwa katika jina la Yesu. Na nakutangazia Bwana anakukumbuka na kibali katika jina la Yesu. Popote utakapoenda unaenda kukubalika katika jina la Yesu. Milango ambayo unaenda kubisha kuanzia siku ya leo mama katika mwaka huu, ukapokea kibali katika jina la Yesu. Kula ambako utakakoenda pokea kibali, ukapate kukubalika katika jina la Yesu. Ile ofisi ambayo umekuwa unapanga kuenda kutafuta kazi, utakapoenda pale mahali ukaweza kukubalika katika jina la Yesu Kristo. Wewe ambao umekuwa ukiandamwa na kukataliwa, kuanzia siku ya leo Bwana anaenda kukumbuka na kibali. Tangaza ya kwamba Bwana anakumbuka mtu na kibali siku ya leo. Tangaza kwamba Bwana anakukumbuka na kibali katika jina la Yesu Kristo. Na kuombea hivi Bwana akaweza kuachilia kibali katika maisha yako. Kokote utakapoenda ukaweza kukubalika katika jina la Yesu. Pale kazini ukaweza kukubalika, kwenye plot ukaweza kukubalika katika jina la Yesu. Katika hilo kanisa ukaweza kukubalika, maeneo ambayo utaenda ukanyaga ukaweza kukubalika katika jina la Yesu. Kuanzia siku leo tangaza kwamba kibali kikaweza kufanya kazi katika maisha yako. Haleluya. Bwana akaweza kukujilia kwa wokovu wake. Bwana akaweza kukuokoa katika from every rejection. Bwana akaweza kukukomboa. Bwana akakuondolea roho ya rejection kuanzia siku ya leo katika jina la Yesu. Naona watu ambao wamekuwa kisumbuliwa na rejection, wewe ambao uko pale mahali umekuwa kusumbuliwa na roho kukataliwa, kila mahali ambapo unaenda unaonekana kwamba wewe ni
mbaya, lakini hujui ni nini kinaendelea. Nataka nikwambie hivi, hiyo roho ambayo shetani amekuwa akikuvalisha na iondoa katika jina la Yesu Kristo, na kubadilishia kukataliwa, na kubadilishia kuonewa, na kubadilishia kudharauliwa, na kuondolea kudhulumiwa katika jina la Yesu. Kuanzia siku ya leo na kutangazia kibali. Pokea kibali cha Mungu katika jina la Yesu. Pokea kibali katika maisha yako katika jina la Yesu. Natangaza hivi, kuanzia siku ya leo kapokea kibali cha Mungu, kuweza kukubalika kule ambako utakapoenda katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi hii ni sehemu ya kwanza ya ujumbe huu, ambapo ujumbe huu ambao unaitwa Mungu anakukumbuka. Na katika sehemu ya pili nitakuonyesha watu mbalimbali katika Biblia waliokumbukwa na Bwana. Haleluya. Watu mbalimbali ambao waliwahi ishi katika dunia hii. Nataka nikwambie kwamba wewe hauna tofauti na watu kama wale. Wewe ni mwanadamu kama wale. Mungu alikuumba na udongo kama wale. Uko na pumzi ya Mungu ya uhai ndani yako kama wale. Basi nitaweza kuonyesha watu mbalimbali jinsi ambavyo Mungu aliweza kuwakumbuka katika sehemu ya pili ya ujumbe huu, ili kwamba nikawili ya kwamba ukaweze kujengeka imani yako, ili kwamba ukapate kuona ya kwamba sio wewe peke yako uliye katika dunia hii, ili Bwana akaweze kukubariki na kukutia nguvu katika jina la Yesu Kristo. Bali nataka nikukumbushe siku ya leo, Mungu anakukumbuka katika jina la Yesu. Mungu anakukumbuka katika jina la Yesu Kristo. Wewe ambao hujaoa, naona kwenyu umekuwa na madhabahu ya watu ambao wamekuwa hawahoi. Nataka nikutangazia kwamba siku ya leo Mungu anakukumbuka na anakubariki na ndoa katika jina la Yesu. Wewe ambaye kwenyu kumekuwa na madhabahu ya kupinga ndoa, na kutangazia hivi, hiyo madhabahu inavunjika katika jina la Yesu. Navunja hiyo madhabahu katika jina la Yesu. Na nakutangazia kwamba Mungu anakukumbuka na ndoa siku ya leo katika jina la Yesu. Bwana anakubariki na ndoa mwaka huu katika jina la Yesu Kristo. Yeye kwenyu kumekuwa na madhabahu ya ulevi, unashinda kana kwamba mbona kwetu watu wanakuwa tu wakilewa hata hakuna maendeleo. Nataka nikwambie hivi, au madhabahu yanavunjika katika jina la Yesu, na Bwana anawakumbuka katika jina la Yesu Kristo. Wewe ambao ulisoma masomo yako hayakusaidii, ulisoma lakini unahangaika tu na kama mtu ambaye hakusoma, na kutangazia siku ya leo hiyo roho ya rejection nimeiondoa katika jina la Yesu. Na leo hii pokea kibali ya Mungu katika jina la Yesu. Ukaweza kupokea kazi katika jina la Yesu. Bwana akakukumbuke. Ni msimu wa watu kukumbukwa. Na wasema kwamba ni msimu wa Mungu kukumbuka watu katika jina la Yesu. Ni msimu wa Mungu kukumbuka mataifa katika jina la Yesu. Ni msimu wa Mungu kukumbuka nchi. Nchi zinaenda kukumbukwa na huyu Mungu katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Mungu anakumbuka huduma katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nikutangazia kwamba ni msimu wako wa Mungu kukukumbuka. Mungu anakumbuka watu siku hii ya leo katika jina la Yesu Kristo. Tukutane katika sehemu ya pili ya ujumbe huu. Mungu anakukumbuka. Siku ya leo nataka usisahau Mungu anakukumbuka. Haleluya. Mungu anakukumbuka. Mungu anakukumbuka katika jina la Yesu. Wewe ambaye ni mgonjwa, pokea uponyaji katika jina la Yesu. Mungu akakukumbuke katika jina la Yesu. Mungu anaenda kukukumbuka katika jina la Yesu. Kuna watu ambao wamekuwa kifuatilia kesi zao za kikazi. Naona kuna watu ambao wamekuwa kifuatilia kesi zao za kikazi. Nimechukua miaka mingi ama imechukua muda mrefu zaidi. Nasema hivi leo Mungu anaenda kukukumbuka. Faili yako inaenda kupatikana. Unaenda kurejeshwa kazini katika jina la Yesu. Nataka niseme hivi, kuna mama ambaye tuliweza kuomba na yeye. Faili yake ilikuwa imepotea mwaka wa 1998. Lakini tulipoomba baada ya miaka mingi faili yake ikaweza kupatikana na kaweza kurejeshwa kazini. Nataka niseme hivi, nawe pia unaenda kurejeshwa kazini. Faili yako inaenda kupatikana na unaenda kurejeshwa kazini katika jina la Yesu. Kuna mtu ambaye amekuwa akifuatilia pesa. Amekuwa akifuatilia pesa kwa ajili ya mambo mbalimbali. Kuna mtu ambaye unanitazama leo, umekuwa ukifuatilia pesa na imekuwa muda mrefu ya kwamba hujaweza kupata hizo pesa. Nasema hivi, Mungu anakukumbuka na hizo pesa zinawachiliwa. Unaenda kuzipokea chini ya siku 7 zijazo katika jina la Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Mungu anaenda kukumbuka watu siku ya leo katika jina la Yesu. Wewe ambao umekuwa ukingojea kuweza kuitwa shuleni, nasema hivi, Mungu anakukumbuka. Unaenda kupokea scholarship ya masomo katika jina la Yesu. Ukapokea scholarship ya university katika jina la Yesu. Basi nataka tukaweze kuomba Bwana akaweza kukutenda mema. Baba, katika jina la Yesu, asante Bwana, tumesikia siku ya leo
kutoka kwako ya kwamba Bwana unaenda kutukumbuka siku hii ya leo. Haba naomba mtazamaji wangu, naomba kwamba Bwana ukaweze kumkumbuka katika jina la Yesu. Yule ambaye unaona ya kwamba amefika mwisho, ukaweze kuwakumbuka. Wale ambao na mahitaji mbalimbali, Baba ukaweze kuwakumbuka katika jina la Yesu. Baba ninaomba siku ya leo ukaweze kukumbuka watu na mahitaji mbalimbali. Baba ukaweze kuwakumbuka, ukapate kuwaguza. Baba utakapowatendea sifa utukufu zitakurudia katika jina la Yesu Kristo. Baba Mungu inuliwe na uhimidiwe. Pewe sifa utukufu katika jina la Yesu Kristo tumeomba. Amen. Basi mtazamaji wangu, na kutangazia kwamba Mungu anaenda kukukumbuka katika jina la Yesu. Sijui uko wapi, lakini Mungu anaenda kukukumbuka. Nataka nikakutie moyo, Mungu anaenda kukukumbuka. Nataka nikwambie ukweli, Mungu anaenda kukukumbuka. Nataka nikuhakikishie, Mungu anakukumbuka katika jina la Yesu. Basi uko pale nyumbani, ungependa kuwasiliana na mimi, unaweza kutumia nambari ifuatayo 0718385583 au 0718388583.